Lakini dakika moja ile ambayo unayofanya kosa kutoka kwenye tactical discipline ya kwako, timu kubwa inakuhukumu. So ule upande wa Israeli nafikiri kuna majukumu ambayo kwa tumeweka dhidi ya mchezaji aliyekuepo. Kwamba wewe na nani, eneo hili na nani, then eneo la katikati nani na nani. Umeelewa? So kitendo cha kosa moja tu mchezaji wetu kuacha majukumu ya kwake, then Israeli katoa cross, mwisho siku ikatuletea goli. Umeelewa? Hilo lilikuwa ni goli la kwanza. Kisha magoli ya namna hiyo yamefungwa mara mbili. Unaona? The same Israeli tena kaenda kufunga kwenye situation ile ile. Umeelewa? Kwamba wewe winga then mtu wako fullback. So kishaona mtu hawezi kufanya majukumu yake vile, maana yake ndio mnahukumiwa, hususan kwenye timu kubwa. Kwa sababu kwenye timu kubwa mara nyingi lazima ucheze kulingana na uimara wake. Kosa lingine la pili, unaweza kuona tumeruhusu magoli mawili. Karibu matatu. Magoli mawili yote ni kama zawadi. Yaani unajua aina makosa ambayo unayaona ya magoli mawili ni makosa mapya kwenye timu. Umeelewa? Yaani ni makosa ambayo wakati mwingine mwalimu huwezi kuzungumzia kwa sababu hakuna mahali popote ambapo mtu kwenye eneo la ulinzi lile unaruhusiwa kuchukua riski ya namna ile. Umeelewa? Ni vitu ambavyo wakati mwingine vinatuumiza sisi coaches kwa sababu sio aina makosa ambayo unayotegemea. Tumetoka mapumziko tukasema okay, goli mbili twende tukadefend katika tactical namna ile, lakini tukatafute goli moja. Sasa kitendo cha goli la tatu lile liloruhusu kwa namna ile lile goli la tatu likademoralize morali kabisa ya timu. So vingine vilivyokuwa vinafuata ni kwa sababu pia mmesha concede aina ya magoli ambayo mna concede, mnaona kama wapinzani hawatumii nguvu kubwa sana, ni kama ninyi mnawapa nini? Mnawapa zawadi. Sio kitu ambacho kilikuwa kizuri, lakini tusisahau pia kwenye mechi hii quality ya wachezaji wa Yanga. Umeelewa? Wakati mwingine tunapokuwa tunazungumzia Prison Yanga, tusisahau pia kwamba quality ya wachezaji haina hapa Kome na nani kwenye timu wanaweza kufanya kitu chochote kile. Kwa hiyo ni mechi ambayo wakati mwingine imeamuliwa na ubora, imeamuliwa na makosa binafsi, imeamuliwa na tactical discipline, maeneo matatu. Thank you.